Viongozi wa upinzani wakiendelea kukashifu mpango wa economic empowerment hasa kuhusiana na chanzo cha pesa zinazotolewa katika mipango hiyo. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekashifu serikali akisema mamilioni ya pesa yanayozidi kutolewa ni ushuru wa Wakenya, akimtaka mwenyekiti wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA Nderitu Muridhi kumkataza Rais Ruto dhidi ya utumizi mbaya wa pesa za umma. Tunalipa kodi, lakini tunasikia baya hii kodi tunalipa kuliko kujenga barabara na kuweka maji inapatiwa mtu ya Soprano kuzunguka akihonga watu. Teo Ruto, usimuogope kuwa kama mimi. Usimuogope. Umwambie wewe Ruto, wewe hapana chukua pesa kwa wananchi ya kujenga barabara na kufanya siasa. Kwa upande wao viongozi wa Kenya Kwanza wamebaini kuwa viongozi wa upinzani hawana wajibu wa kuuliza zinakotoka pesa zinazotumika kwa kuuza wananchi wa kawaida, kwani kando na siasa wengi wao wanajihusisha na biashara tofauti. Pesa yetu inakusumbua nini? Ati unaanza kutufanyia takrimu ile pesa tumetoa ya economic empowerment. Watu wa Mendelko mnataka tufanye empowerment hapa? Turudi siku nyingine tufanye empowerment na huyu Kapondi? Turudi? Ili vile tuliwaambia mama mboga ambaye amekuwa akichomeka kwa jua, ananyeshewa kwa mvua, anapigwa na vumbi kando ya barabara, rais akimjengea soko na sisi tumwekea stock kwa ile soko, awe ndiye mwenye stall kwa soko zenye zitajengwa. Those who imagine that because of your many questions we will stop empowering Kenyans, we want to tell you we shall not stop. If anything, ni gia tutaongezea, tuongezee pesa ili tujenge wa Kenya, soko zikijengwa wawe ndio wenye hizo maduka. Wale ambao wanaona umeheme wakati we are empowering our young people and our women in our country, shauri yao. Viongozi hao wakionekana kumlenga Gachagua kwa kueneza ukabila nchini na siasa za chuki, wakidokeza kuwa wakati alikuwa serikalini hawakufanyia wananchi maendeleo na kamwe hawatasita na mpango wao. Yule mkabila hata amewahi kuja kujenga toilet hapa? Yule mkabila amewahi kukuja Kapsakwa Mount Elgon hapa? Amewahi kukuja? Anajua hii Kenya iko wapi? Sasa duni. Wewe kama unataka kitu yoyote ama chochote kenye unataka, mwaka 27 ni mwaka 2 tu peke yake. Wewe ngangana, tukutane huko kwa debe. Lakini as of now, waacha rais afanye kazi, waacha watu wote ambao wameajiriwa wafanye nini? Wafanye kazi. Makelele mingi hatutaki. Aidha, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameongoza kampeni ya kumpigia debe Rais William Ruto kupata hatamu ya uongozi kwa miaka mingine 5 katika uchaguzi wa mwaka 2027. Nyinyi wote mnasema tutam. Hebu nione ishara ya tutam, hebu nione ishara ya tutam, hebu nione ishara ya tutam. Asante sana. Ruto 5 tena. Ruto 10 bila break. Na hapa Mount Elgon mnasemaje? 10 Hebu nione wale wanasema 10 bila break, 10 bila break. Katika hafla hii umetoa zaidi ya milioni 3.